Ofisi ya msajili wa hazina Zanzibar imewataka wakuu wa taasisi za uwekezaji wa umma kuendeleza ubora wa huduma na uvumbuzi wa uongozi ili kuchochea ukuaji endelevu wa uchumi. Tamko hilo limetolewa na msajili wa hazina Zanzibar, Mheshimiwa Wahid Ibrahim Mohamed, wakati akizindua jukwaa la wakuu wa taasisi za umma Zanzibar katika hoteli ya Golden Tulip, uwanja wa ndege. Amesema ukosefu wa jukwaa la watendaji hao imepelekea kuwepo kwa pengo kubwa katika kuimarisha uongozi wa pamoja, ushirikiano wa kimkakati na uhamasishaji wa rasilimali. Wa pili wa Rais wa Zanzibar mwaka huu mwezi wa Januari, makamu wa pili alitoa agizo kwamba msajili wa hazina, nataka ulitekeleze agizo la kuwa na jukwaa la taasisi za umma. Kwa mimi baada ya kupewa agizo lile, tulikaa na wenzangu pamoja na mataasisi ambayo yapo chini ya msajili wa hazina na kwanza kulifanyia kazi. Kwa hiyo toka Januari mpaka leo bado mchakato wake unaendelea hatua baada hatua. Lakini leo tumeitana hapa kuelezea nini kinachofuata baada ya kupata agizo lile. Kwa hiyo kwanza jukwaa hili limepangwa kufanyika kwa muda wa siku 3. Ambapo tarehe 11 mwezi huu hadi tarehe 13 mwezi huu. Na litafanyika katika eneo ambalo tupo hapa leo, Golden Tulip Airport ya Zanzibar, ambazo tatu hizi tutakuwa na shughuli mbalimbali. Mimi kidogo nitazielezea kiufupi tu, hapo zangu nitakuelezea. Lakini siku ya kwanza tarehe 11 mwezi huu kutakuwa kuna ufunguzi, na baada ya ufunguzi kutakuwa mada mbalimbali zitajadiliwa pamoja na mjadala ambao utaendelea. Lakini siku ya pili tutaanza kufanya vitu mbalimbali ambavyo lengo lake mahsusi ya hii forum ambayo lilipangiwa. Lakini siku ya mwisho ambayo ni muhimu, tutakuja na maazimio, kwa sababu tunajua taasisi za umma zina changamoto nyingi. Kwa hiyo tumeamua kukutana sote, taasisi ambazo zipatazo 250 kutoka bara zitakuwa taasisi 50 na kuja 200. Kwa hiyo tukikaa pamoja kwa muda wa siku 3, siku ya mwisho tutakubaliana maazimio, afu tutaendelea mbele katika hatua nyingine. Lakini siku hiyo ya 3 tutakuwa tuna majumuisho, lakini pia tutakuwa tuna sehemu au session ya kutoa zawadi. Ndani ya miaka hii 2.5 au 3 ambayo tuliongozwa na chini ya Sheikh Said Hazina, tupata mafanikio mengi. Kwa hiyo kuna mashirika ambayo yamefanya vizuri, taasisi zimefanya vizuri, kwa hiyo tutakuwa na utoaji wa zawadi kwa taasisi pamoja na wadhamini wa shughuli yetu hii. Kwa ndugu waandishi wa habari, kwa kifupi, kama mnavyojua kwa sasa mazingira sasa yanavyoenda, ili uendane na kihali ya kiuchumi na utendaji, lazima mashirika umma yawe na nguvu au taasisi umma ziwe na nguvu katika kuchochea masuala ya uchumi katika nchi. Kwa hiyo wakuu wa taasisi za uwekezaji pamoja na taasisi za umma wana wajibu au wana majukumu ya kuendeleza agizo hili au pia kusimamia masuala mbalimbali ambayo itakwenda kuelezea kiundani juu mustakabali wa kazi zao za kila siku, lakini mustakabali wa uchumi wa nchi. Kwa hiyo huko nyuma kulikuwa kuna changamoto nyingi, lakini tukisema kama changamoto hizi ili tuende nazo vizuri, lazima tuwe na jukwaa. Ukosana na jukwaa hili lifanya mambo mengi kidogo ya suesue, lakini leo tumeona kwamba umuhimu kwa jukwaa hili litasaidia kushughulikia vipaumbele vya mikakati kwa mashirikiano na kuwepo na umoja, ushirikiano wa kimkakati pamoja na mengine. Kwa jukwaa hili litakuwa ni sehemu nzuri la kuwa na misingi ya ushirikiano na kuwa na sehemu ya kuzungumza changamoto zetu na mengineyo. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, kwa tupo katika siku za kihistoria. Ndio mara kwanza Zanzibar kuanzisha jukwaa la taasisi za umma. Jukwaa hili litajenga mshikamano, litaimarisha utendaji kazi pamoja na kuleta mafanikio ya kiuchumi na kijamii kwa Zanzibar. Lakini kama mnavyojua, majukwaa kama haya huwa na kauli mbiu. Kwa jukwaa hili la kauli mbiu yake ambayo itakuwa ni uongozi bunifu, mashirikiano muhimu ili kufikia maendeleo endelevu Zanzibar. Kwa hiyo kama msajili wa hazina tumekuteni hapa ili muhabarishe kwamba ofisi inakwenda kufanya kitu muhimu ambacho kitatoa matokeo mazuri baadaye, na pia kitaweka pamoja sasa wakuu wote wa mashirika umma na taasisi za serikali.
Naye mkurugenzi mtendaji wakala uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar ZAEA, ndugu Juma Burhani Mohamed, amesema lengo la jukwaa hilo ni kuwaweka pamoja wakuu wa taasisi zote za umma na kuwarahisishia wananchi kutatua changamoto na kuibua fursa zilizopo. Hili tunaweza tukawaweka pamoja, tutaweza kuwaweka pamoja wakuu wa taasisi zote za umma, na itakuwa ni platform ambayo itawarahisishia wananchi aidha kutatua changamoto ambazo wanazo, lakini vile vile kujua fursa zinazopatikana kwa upande wa serikali, lakini kwa upande wa sekta binafsi vile vile kuelewa tuna fursa gani na tunaweza tukasaidiana kwa pamoja ili kuendeleza uchumi wetu wa Zanzibar. Kwa hiyo vile vile katika siku tatu hizo kutakuwa kuna mada tofauti ikikuwemo kuimarisha mashirika ya uwekezaji wa umma kupitia uongozi bunifu na mashirikiano, lakini kutakuwa kuna mada nyingine ambayo inazungumzia uongozi na utawala wa mashirika ya umma. Kama mnavyoelewa sasa hivi tunakwenda kwenye swala zima la kidijitali, kwa hiyo kutakuwa kuna mada ambayo itazungumzia mabadiliko ya kidijitali katika mashirika ya umma. Kutakuwa kuna mada nyingine ambayo uongozi bunifu na mashirikiano ni muhimu ili kufikia maendeleo endelevu ya duniani na Zanzibar. Tutakuwa na mada nyingine ambayo jinsi ya kuwa mkuu wa taasisi bora kwa mahitaji ya baadaye. Yaani tutatengeneza mada hiyo itazungumzwa vipi sasa CEO au vipi mkuu wa taasisi awe kwa mahitaji ya baadaye. Lakini tutazungumzia masuala ya private public partnership, yani ubia kati ya sekta binafsi na sekta za umma. Tutajifunza mikakati mbadala upatikanaji wa rasilimali fedha na miradi. Tutashirikiana vipi sekta binafsi na sekta ya umma katika kutengeneza fedha na kuhakikisha miradi yetu inakwenda kuwa endelevu. Lakini pia tutakuwa kuna mada ya wajibu wa sekta ya umma na binafsi katika kukuza maendeleo na uchumi, na kutakuwa kuna mada ya sera ya mahali pa kazi na dhima za kisheria. Kwa hiyo tumeona ndani ya jukwaa hili katika siku tatu hizo tutakava mada hizi ili kuweza kutengeneza sasa jukwaa ambalo litakuwa linaenda kutatua changamoto za ndani, lakini changamoto ambazo tutakuwa tunaona za nje. Kama alivyokwisha kueleza msajili wa hazina, ni kwamba tutakuwa na CEOs ambao wanafika 250, ikiwa 50 wanatokea Tanzania bara. Lakini katika maagizo ambayo tuliopewa na makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Hemed Suleiman ni kwamba vipi vile vile jukwaa hili linaenda kutatua changamoto ambazo za kimuungano. Tumeona kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa baina ya CEO mmoja au mkuu wa taasisi mmoja na taasisi ya bara wakiweza kuongea, inaweza ikawa ni sababu ya kupunguza zile kero tunazoziita za muungano. Kwa hiyo jukwaa hili linakwenda sasa kutengeneza nadharia njema na njia nzuri ya kuweza kupunguza changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo kwa upande wa Zanzibar, lakini vile vile tunakutana nazo kwa upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunategemea kwa upande wenu ndugu waandishi wa habari kufikisha hizi taarifa kwa ukubwa wake, lakini vile vile iwe chachu ya kwenda kutatua changamoto ambazo tunazo, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha tunaendeleza uchumi wetu kuwa mkubwa zaidi. Kwa upande wake, ndugu Saidi Kambi, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya IODT, ameeleza kuwa Zanzibar kwa sasa imekuwa kijamii, kiuchumi na kisiasa. Hivyo ipo haja ya uongozi kuleta mabadiliko kwa jamii na kushirikiana kwa taasisi za umma na binafsi. Zanzibar iko katika kipindi cha mabadiliko makubwa ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Awamu hii mpya inahitaji mtindo wa uongozi wa kisasa, na uongozi huo unatarajia na kuzingatia kwanza uwajibikaji wa moja kwa moja. Kwa mfano, kunaweza kupatikana taarifa za mara kwa mara kwa umma, lakini pia uongozi wa mabadiliko
Uongozi upo kila namna, lakini uongozi ambao unaweza kuweka mabadiliko, na hasa uongozi kinyume na, kwenye Kiingereza tunasema business as usual. Yani mambo yalivyo kama yalivyo, yanaenda kama yalivyokuwa na kadhalika. Lakini pia uongozi wenye kujali ushirikiano wa umma na binafsi. Kwa mfano miradi ya pamoja ya uboreshaji wa namna fulani, na imesemwa katika mashirikiano hayo utayaona kuna ya bara na Zanzibar, kuna ya umma na binafsi, sawa. Lakini kuna kushirikiana kwa taasisi za umma zenyewe, manake katika mojawapo ya kansa kubwa za uongozi na utawala kufanya kazi kwenye vikuta, kujifungia, kila mtu amejifungia kivyake, huyu ajui upande wa pili anafanya nini na kadhalika. Kwa nini jambo hili ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu kihistoria si tu Zanzibar, lakini hata Tanzania, Jamhuri ya Muungano, lakini hata East Africa, Afrika Mashariki, kuna mifumo ya uongozi ambayo imekuwa hasa ya kuzungumza, sio kutekeleza. Lakini pia kwa sasa wananchi na umma hawawezi kusubiri, wanataka kuona matokeo sasa. Haiwezekani kusubiri kuambia baada ya miaka kadhaa ndio mtapata matokeo. Na pia kimkakati, sasa ni fursa ya ofisi ya TIARA ya Zanzibar, jukwaa na Zanzibar kuweza kusogea mbele na kuonyesha uongozi wa umma kutoka nchi zingine ambazo zipo lakini hazijafikia kiasi hicho. Kwa hiyo ni mfano wa vitendo wa kuanzisha baraza la wakuu ambalo litaweza kukutanisha viongozi wa umma, binafsi, bara na Zanzibar, ili kuweza kubuni uongozi wa kubuni na kufuatilia miradi, lakini pia kuwa na sera ya uwazi ambayo itahakikisha kwamba maamuzi yanaweza, wananchi wanaweza kushiriki katika kufanya maamuzi. Naweza kusema kabisa kwamba mmezoea kusikia jukwaa na makongamano ya mazungumzo. Haya hatutatarajia yawe ya mazungumzo. Tunatarajia yawe ya kutengeneza mifumo ya utekelezaji, na kwa hilo, kwa haya ambayo mwenyekiti amesema, yatapatikana maazimio ambayo maazimio yataanza kufuatiliwa kwa uwazi na kwa commitment, nani, kipi, kwa muda gani na matokeo yepi. Lakini pia kuhakikisha wajibikaji wa kufanya matokeo. Kwa hiyo zitakuja changamoto, ajira kwa vijana kwa mfano na kadhalika, na hivyo vitu vifanyike. Mmeona kauli mbiu, na kwenye kauli mbiu kuna swala la ubunifu. Ubunifu ni ujasiri, ni kuwa tayari kujaribu mbinu mpya na mbadala bila hofu ya kushindwa. Kwa hiyo tutategemea mawazo mengi nje, wanasema out of the box kwa ajili ya hiyo. Ushirikiano ni maendeleo ya pamoja, na hivyo maana yake ni kuunganisha uwezo wa umma, kuunganisha uwezo wa sekta binafsi, kuunganisha uwezo na akili baina ya Zanzibar na bara na kadhalika. Lakini pia tunazungumzia uendelevu na ukuaji, na hivyo maana yake moja ni kwamba hakuna atakayeachwa nyuma. Wananchi wote lazima wavutwe pamoja, kama ni makundi maalum, wanawake, vijana na kadhalika. Kwa hiyo miradi ya mipana kwa kiasi hicho. Sisi kama taasisi ya wakurugenzi Tanzania tunaleta msaada na ushauri kwa ofisi ya msajili wa hazina Zanzibar, ili kama nilivyosema, tuondokane na majukwaa ya hotuba peke yake. Hatufikiri hiyo ni sawa, na kwa hivyo tutajaribu kwa kiasi kikubwa zaidi kuleta, kujengea uwezo viongozi katika mambo ambayo tutakubaliana, kufanya tathmini. Maana yake ni kwamba tukubaliana hayo mambo na kuyafanya, basi sisi ndio tutajiweka rehani kuulizwa mbona mlikuwa hamtupi taarifa, na pia kutoa sasa hizo taarifa mara. Jukwaa hilo litajadili mada mbalimbali ikiwemo uongozi na utawala kwa mashirika ya umma, mabadiliko ya kidigitali kwa mashirika ya umma. Jukwaa hilo linatarajiwa kufanyika siku 3 katika hoteli ya Golden Tulip, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah. Nikiripoti kutoka uwanja wa Golden Tulip, uwanja wa ndege, mimi Rayani Hamadi Faki wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.